Maandalizi ya timu yangu yanaendelea vizuri na timu yangu iko tayari kabisa kwa mchezo wa kesho. Tunajua mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kwanza wenzetu wanasema hawako katika nafasi nzuri, lakini na sisi bado hatuko kwenye nafasi salama. Kwa hiyo sote tuko katika boti moja. Isipokuwa tu inawezekana sisi tuko karibu ya kushika hata maji, lakini wenzetu wako nyuma hapo hapo. Lakini wote tuko katika boti ambalo lina safari yenye mawimbi. So far na imani na wachezaji wangu tumefanya kazi vizuri na naamini kabisa katika mchezo wa kesho tutapambana kwa kila hali kuhakikisha tunapata point 3 ili tuweze kuendelea na malengo yetu. Mpira ule ule tu, hakuna mambo ya uwanja wa nyumbani wala ugeni. Leo tukawachukue Brazil hapa tuwalete matimu kama Fluminense nini uje ucheze nao wewe kwenu mpaka mtawafunga. Tena timu zenu zote Simba, Yanga, Azam yote hiyo ni matimu makubwa. Mcheze na hizo timu Barcelona, mechi wacheze asubuhi, mchana na jioni, timu moja hiyo hiyo. Nyinyi mbadilishe, mtafungwa kila siku. Kwa hiyo mpira ni jinsi ulivyojipanga na unataka ucheze namna gani. Hilo ndio kubwa. Isipokuwa logistics za mambo ya kusema huyu yuko nyumbani, yuko nini. Kwanza mimi sasa hivi nawapongeza waamuzi na nafikiri kwamba TFF wamefanya kazi kubwa. Kuna baadhi ya wale ambao wanafanya mambo ya makusudi wanakuwa wanawaadhibu kidogo, inasaidia. Lakini waamuzi wengi sasa hivi wanachezesha vizuri na ndio maana unaona kuna fair mahali popote. Unafungwa mahali popote, no matter unacheza nyumbani au unacheza away. Ukijipanga vizuri na ukicheza vile ambavyo wewe timu yako unataka icheze, unaweza kupata matokeo. Lakini ukicheza vibaya na wenzako wakajipanga vizuri, utafungwa. Hakuna mahali ambapo unachagua kufunga. Kama kufa, wewe binadamu unaweza ukafia London ukaja kuzikwa Tanzania, unaweza ukafia Tanzania popote. Kwa kila kitu ni wewe mwenyewe unajipanga namna gani. Kwanza hata leo ikitokea mwalimu Mayanga mathalan kesho akafungwa mechi hii, utamlaumu Mayanga mtu kaingia hata wiki moja hana? Haiwezekani. Mimi nimechukua timu takriban sasa miezi miwili labda. Sasa miezi miwili unaweza ukafanya kitu gani cha muujiza ili mradi kuifanya timu ufanye vile unavyotaka. Kwa hiyo yale mapungufu unayokuta ndio kwanza unakwenda kuyarekebisha. Kwa hiyo mimi kwanza nilikuta timu fitness level iko chini, lakini moral ilishuka, lakini speed ya timu ilikuwa haiko barabara. Kwa hiyo kwanza nimedeal na vitu hivyo, lakini kingine kufanya build up ya timu yangu kuweza kutoka nyuma na kuweza kufika mbele. Sasa scoring ni jambo jingine ambalo hilo ni utulivu wa mchezaji mwenyewe, kwa sababu magoli nafasi inapatikana, lakini kufunga hatufungi. Sasa unataka kocha ndio litoke nenda nikafunge? Inabidi mchezaji mwenyewe afanye utulivu afunge. Nilichofundisha mimi ni ku create nafasi kutoka huku nyuma tunakotoka mpaka kufika mbele. Sasa asipofunga ni jambo jingine, lakini bado tunakwenda kwa kuelimisha, bado tunakwenda kwa kufanya kazi hilo jambo katika uwanja wa mazoezi kuhakikisha kwamba tunapata ushindi kutokana na hizo nafasi zilizopo. Kwa hiyo kwangu mimi bado naona niko na achievement kubwa toka nimechukua timu. Kwanza sijafungwa, ni jambo jema. Nimeanza na Mtibwa, nimeshinda goli 3-1, nimekuja FA mpaka sasa nacheza best of 8, lakini kwenye ligi ya NBC umeweza kuona nimetoka draw na nani, lakini unatoka draw na Azam, unatoka draw na Pamba, unatoka draw na Singida Big Star. Alafu mwandishi unaniuliza unatokaje draw? Yako maswali niliyauliza yaliniletea shida kidogo, lakini sitaki kuyarudia tena. Yako ziko timu zina draw 10, lakini hamna mtu anayesema kwa sababu timu labda za kitajiri au nini. Lakini kwenye utajiri nilishasema jeshi tuna fedha kuliko timu yoyote Tanzania hii. Kwa maana sisi tukiuza kifaru kimoja tunanunua timu zote Tanzania. Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama jijini Mbeya. Na kwa sisi kwa upande wa wachezaji tumejiandaa vizuri kwenye mechi yetu ya kesho dhidi ya Mbeya City. Tunajua mechi itakuwa ngumu. Mbeya City ni timu nzuri, wamejiandaa vizuri, ila kila mtu yupo katika nafasi mbaya. Sisi tumekuja kwenye hii mechi kupambana kuondoka na pointi 3 tu, sababu tulikuwa na takriban ya wiki 2 tulikuwa hatuna mechi, tulikuwa tunajiandaa na mazoezi kwa mapungufu ambayo tuliyofanya kwenye mechi ya Singida. Kwa hiyo tulirudi katika uwanja wa mazoezi, tumejirekebisha. Mashabiki wetu ambao wanatusupport kwa wakae katika mkao mzuri kwenye mechi ya kesho kutupokea. Sisi lazima tupate pointi 3 muhimu kesho. Tumekuja hapa kupambana kuondoka na pointi 3.